عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuzitaka rehema za Mwenyezi Mungu na amani ziende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wasia pia kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha fi sirrikum wa alaniyatikum. Sote, kila mmoja wetu amuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira ya dhahiri na mazingira ya siri. Kwa Mwenyezi Mungu la takhfa alayhi khafiyah, hakifichikani chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bima ta'maluna khabir. Mwenyezi Mungu kwa yote tunayoyatenda ana habari nayo. Innahu samiu basir. Mwenyezi Mungu anaona lakini pia anasikia. Baada ya kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo Waislamu kabla ya kuitekeleza salati Ijumaa wanakumbushana katika ule mlango wadhakir inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Kumbusha, hakika ukumbusho utawafaa waumini. Waislamu tuna bahati kubwa au tuna kheri kubwa, lakini Waislamu sisi kama vile kheri hiyo hatuitambui, hatuithamini, tunaichukulia kawaida. Lakini wapo ambao sio Waislamu, lakini wanapotuona na kheri hii wanatamani jambo, lakini ndio haiwezekani. Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fihi. Hicho kitabu hakina shaka ndani yake. Kitabu cha Qur'ani la shaka fihi, hakina shaka ndani yake. Yaliyopo ndani yake 100% na zaidi ni kheri, ni kweli tupu. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zama za Umar ibn Khattab, Myahudi mmoja alimwendea Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, akamwambia, ndani ya kitabu chenu kuna aya, lau aya hiyo ingeteremka kwetu sisi, basi hiyo siku iliyoteremka hiyo aya tungeifanya ni siku kuu kwetu.
kwamba ni aya ya thamani kubwa. Anayezungumza hivi si Muislamu, ni Yahudi, kwamba ndani ya kitabu chenu kuna aya bora, muhimu, aya nzito, lao ingekuja kwetu, basi hiyo siku iliyoteremka tungeifanya sikukuu siku hiyo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aya yenyewe ni Myahudi anasema hivi. Lakini karibuni pia pana bwana mmoja amesilimu. Baada ya kusilimu akaishi na Waislamu, alisema, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia kusilimu kwangu ni kwa kujua Uislamu. Yani niliposoma ndani ya vitabu vyao nikaamini Uislamu dini ya kweli, kasilimu. Sikusilimu kwa kuwaona Waislamu kwamba Waislamu wanapoishi na kitabu chao kinazungumza vitu viwili tofauti, vitu alichomaanisha bwana huyu. Sasa Qur'ani imetupa miongozo mingi mno. Sisi kama Waislamu inatakiwa tuyapokee yote yaliyomo ndani ya Qur'ani, ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuyafanyia kazi. Na ndivyo ilivyokuwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhu. Hawakuwa wazito, hawakuwa wanajizungusha kupata ukakasi linapokuja jambo la Mwenyezi Mungu au la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wepesi mno, walikuwa tayari mno. Miongoni mwa mafunzo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, Surah Al-Baqarah aya 208 anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Mwenyezi Mungu anatuambia, enyi ambao mna sifa ya imani, ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu. Ingieni kwenye Uislamu kamili. Ingieni nyinyi wote, yani wewe wote, zama ndani ya Uislamu. Usiingie mguu mmoja nje, mmoja ndani, ambao uko ndani umeukanyaga kwa wepesi, lakini ulio nje ndio umekanyaga kwa uzito. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu, wala tattabi'u khutuwati shaytan, wala msifuate nyayo za shaitani. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui aliye wazi. Huu ni mwongozo mzuri sana ameutoa Mwenyezi Mungu kwetu, na ni aya miongoni mwa aya ambazo tunazisoma mara nyingi. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu, ingieni kamili, wala msifuate nyayo za shaitani. Shaitani ni adui aliye wazi kwenu. Sasa kila mmoja kwa aya hii ajiulize maswali. Je, mimi nimeingia katika Uislamu kwa ukamilifu? Jipinde unapopatwa na tatizo, ugonjwa, biashara tetereka kidogo, fikra zinazokuja kwenye akili yako, unapotembea ukiwa nyumbani ukasikia kishindo, fikra gani zinazokuja ndani ya mioyo yetu na akili yetu?
anakuja mgeni au mtu fulani nyumbani akaondoka, halafu akatokea jambo fulani, fikra gani zinazokuja ndani ya mioyo yetu na akili yetu? Tuingie katika Uislamu kwa ukamilifu, wala tattabi'u khutuwati shaytan, sifati nyayo za shaytan, innahu lakum aduwwun fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. Fa in zalaltum, ikitokea mmeteleza katika baadhi ya maamrisho, katika baadhi ya makatazo, ikatokea mmeteleza. Kuteleza kupo, kosea kupo, kullu bani adama khata'un, kila mwanadamu anakosea. Khairul khata'ina at-tawwabun, na bora ya wakosaji ni wale ambao wanatubia. Fa in zalaltum, ikitokea mmeteleza, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, baada ya kufikieni hoja, fa'lamu, tamweni, anna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, azizu, ni mwenye nguvu, hakimu, ana hikma. Hizi aya mbili ziturudishe katika Uislamu wa sawasawa, zitujengee imani yetu upya, kwamba uko nilikokuwa kabla ya leo niwe tofauti baada ya leo. Labda turudi zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuangalie baadhi ya mifano miwili mitatu, na hii ni khutba, sio darasa. Taka maelezo zaidi, tukubali kuingia darasani na kusoma. Tuangalie mifano midogo. Hadithi ambayo alisimulia Anas ibn Malik radhiallahu anhu, anasema siku moja wakiwa wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja Mwarabu mmoja akiwa na farasi wake au na ngamia wake, hadi kwa alipo Mtume na masahaba, akateremka akamfunga farasi wake au ngamia wake, halafu akamkurubia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusalimiana, kwanza kabla ya kusalimiana aliwauliza, nani miongoni mwenu hapa Muhammad? Kwa maana hamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani miongoni mwenu hapa Muhammad? Mtume hakuzungumza. Masahaba wakamwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuonyeshwa, akamuuliza, wewe ndio Muhammad ibn Abdul Muttalib? Wewe ndio Muhammad? Tunakamwambia kama ulivyojibiwa au kama ulivyoelekezwa. Ndio hivyo. Kakaa kidogo, akamuuliza swali, akamwambia, Mwenyezi Mungu amekutuma wewe kuwa mtume wa wanadamu wote. Mwenyezi Mungu amekutuma wewe kuwa mtume au kwa watu wote? Tunakamwambia naam, ndio. Kakaa kidogo, kisha akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amekuamrisha wewe kuswali swala 5 usiku na mchana? Tunakamwambia naam, ndio. Kamuuliza swali la 3 au la 4, Mwenyezi Mungu amekutaka wewe au amekuamrisha kufunga mwezi huu wa Ramadhani kwa mwaka mzima, yani kwa mwaka mzima kufunga mwezi mmoja wa Ramadhani? Tunakamwambia naam, ndio. Kamuuliza swali la mwisho, Mwenyezi Mungu amekuamrisha kutoa sehemu ya mali kama zaka kwa ajili ya Uislamu?
Tunakamwambia naam, ndio. Baada ya hapo yule bwana sio kama alikuja hajui 100% kuhusu utume wala kuhusu Uislamu. Alisikia kuhusu Uislamu huko kwao. Sasa alikuja kwa mtume kupata udhibitisho, na ndio maana swali la kwanza alimuuliza, wewe ndiye Muhammad ibn Abdul Muttalib? Akamwambia naam. Halafu akauliza kuhusiana na nguzo za Uislamu. Baada ya kupewa majawabu yale, yule bwana aliahidi kuyafanyia kazi haya. Wanasema alirudi kwao, na aliporudi kwao alianza kuyasomesha haya aliyomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wake wakaingia katika Uislamu. Alisema mwisho, ana Dhammam ibn Thalaba, mimi naitwa Dhammam ibn Thalaba. Sasa angalia huyu sahaba amekuja kupata uthibitisho kwamba huyu Muhammad swala zinaamrishwa, funga, zaka. Moyo wake hakutetereka, hakujiuliza maswali mawili matatu, akaifanyia kazi aya Mwenyezi Mungu, udkhulu fi kafa, ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu. Na akaingia kwenye Uislamu kwa ukamilifu, akayapokea aliyoulizwa kutoka kwa mtume, majawabu anayopewa yakawa na maisha yake. Sisi mangapi tunawauliza mashaikh? Madarasa mangapi tunasikia? Unasikia jambo linafundishwa, lakini bado moyo unashaka, bado maamuzi yanakuwa ni kidogo. Hatujawa tayari kuingia katika Uislamu kafa kwa ujumla, kwa ukamilifu. Kwa mfano mmoja, sahaba Dhammam ibn Thalaba. Iko mifano mingi, lakini tumwangalie Saad ibn Muadh na Usayd ibn Hudayr. Saad ibn Muadh ameishi kwenye Uislamu miaka 5 peke yake. Amesilimu kupitia dawa ya Mus'ab ibn Umayr radhiyallahu anhu. Saad ibn Muadh ni mkubwa wa kabila la Aus. Usayd ni mkubwa wa kabila la Khazraj. Ni wakubwa wawili hao, moja kwenye kabila la Aus, moja kabila la Khazraj. Mus'ab alifika Madina akafundisha Uislamu. Hawa wawili wakaingiwa na chuki. Iweje huyu kijana ametoka Makka, anawafundisha watu, anawatoa watu kwenye dini yetu, anawapeleka kwenye dini ya Muhammad? Siku moja Mus'ab ibn Umayr akiwa na Saad ibn Zurara au Said ibn Zurara wanataka wakafanya dawa katika moja ya makabila. Ghafla wanawaona Saad ibn Muadh na Usayd ibn Hudayr wanakuja, lakini Usayd ibn Zurara akamwambia Mus'ab, hawa wanaokuja ni wakubwa katika makabila yao. Na wao walipowaona, Saad akamtuma Usayd kwamba nenda kamkataze yule Mus'ab na Usayd waache hicho wanachofanya. Alipofika Usayd kwa Mus'ab kwa ukali, lakini Mus'ab alipokea kwa utaratibu na hikma na busara.
Sasa tunakuomba ukae usikilize hicho ambacho tutakizungumza. Kama utakiona ni kizuri utakichukua, kama utaona ni kibaya basi kiache, lakini tunakuomba ukae usikilize. Akasikiliza, akabadilika na akasilimu. Akarudi kwa Saad, akamweleza. Saad naye akaenda akafanywa dawa, akasilimu. Baada ya Saad kusilimu, Saad ibn Muadh anarudi kwa kabila lake la Bani al-Ashhal. Alipofika alimwambia, mnanifahamu mimi? Akamwambia, naam, tunakufahamu. Akawaambia, kuanzia leo mwanamke, mwanamume, mtoto, mzee ni haramu mazungumzo yeye na mimi, hata tu'minu billahi wa rasuli, mpaka muamini Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema, ilipofika jioni kabila zima la Bani Ashhal waliingia katika Uislamu. Ndani ya siku moja amesilimu Saad. Baada ya kusilimu amefanya dawa, hata alipita saa nzima, anafika kwa kabila lake anawaambia, haramu mazungumzo na mimi, mwanamume, mwanamke, mtoto, mtu mkubwa, mdogo, mazungumzo na mimi ni haramu, hata tu'minu billahi wa rasuli. Inafika jioni wote wengine na wakaanza kuyafanyia kazi yaliyo ndani ya Uislamu. Ndani ya saa moja au ndani ya siku moja kabila zima limeingia katika Uislamu, bali makabila mawili, kabila la Bani Ashhal na kabila la Bani Dhafr. La Bani Ashhal la Aus, la Bani Dhafr la Khazraj, ikiongozwa na Usayd ibn Hudayr na ikiongozwa na Saad ibn Muadh. Kwa haraka sana wanaitika wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunafanyiwa dawa miaka mingapi? Khutba ngapi tunapewa? Madarasa mangapi tunahudhuria? Ndani ya TV tunasikiliza vipindi vingapi vya dini? Redio, simu zetu. Walitushinda hapa masahaba, wapesi na uharaka wao yakubali maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi faqaltum araditu bil hayati dunya min al akhirah fama mata'u al hayati dunya min al akhirah illa qalil. Enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu, mna nini? Mnapoambiwa ingieni, tokeni katika njia ya Mwenyezi Mungu, mnakuwa wazito hivi, mmeridhika na maisha ya dunia kuliko maisha ya akhera. Hayakuwa maisha ya dunia kulinganisha na maisha ya akhera isipokuwa ni starehe ndogo sana. Sahaba Tabi Amir ibn Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam akiwa katika ugonjwa ambao ndio ugonjwa wake wa mwisho, akafariki ndani ya ugonjwa ule. Hali yake sio nzuri, ugonjwa umezidi, yuko taabani. Anasikia adhani ya maghrib, hayya ala salah, hayya ala falah. Anawaambia walokuwepo pale, nipelekeni msikitini. Wanamwambia, kwa hali yako hii unaruhusiwa kuswali hapa hapa.
Anawaambia hapana, haiwezekani nisikie adhana halafu niswali hapa, nipelekeni msikitini. Wanambeba wanampeleka msikitini, anaswali raka moja katika salatu maghrib, akafia akiwa ndani ya swala, msali raka moja. Kitu gani kilimsukuma? Pamoja na ugonjwa alionao anataka akaswali msikitini. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu. Masahaba walikuwa hivyo, hawakujizungusha wala kuwa na uzito wanapotajiwa jambo la Mwenyezi Mungu au la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapita katika kisima cha Bi'r Ruma, akaiona adha ambayo Waislamu na watu wa Madina kwa ujumla wanaipata kupata maji katika kisima cha Bi'r Ruma. Akazungumza maneno mafupi sana. Nani au mwenye kununua kisima hiki, adman lahu janna, atakayenunua kisima hiki Bi'r Ruma na mdhamini. Uthman ibn Affan maneno haya akamfikia, katoka hadi kwa Myahudi anunue kisima. Myahudi akagoma, lakini mwisho yote wakakubali waingie share kwa dinari 8,000, dinari 12,000. Dinari 12,000 ni milioni, mamilioni, sio milioni, mamilioni zaidi ya 100. Akatoa wakaingia. Siku moja atota Uthman maji, siku ya pili atota Myahudi. Kaanza zamu ya Myahudi, siku ya pili zamu ya Uthman. Uthman shida yake sio kunywa maji, wala shida yake sio auze maji, shida yake au malahu janna, na mdhamini pepo. Kwa lugha rahisi, atakayenunua kisima hiki anaingia peponi. Kwa hiyo Uthman shida yake pepo. Kwa nini? Udkhulu fi silmi kafa, ingieni kamili kwenye Uislamu. Hakuwa na shaka na maneno ya Mtume. Wakaingia share. Uthman siku yake watu watutamaji bure, Myahudi anauza. Kafikia mahali watu nao wakajiongeza, siku ya Uthman wanatutamaji, wakanunua vyombo wanatutamaji. Siku ya Myahudi hawaendi kununua. Myahudi akashindwa, akampata Uthman, nikuuzie kisima chote dinari 8,000, jumla 20,000. Mpaka leo kisima Waislamu wanatutamaji. Kwa nini? Aliyepokea maneno ya Mwenyezi Mungu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kujiuliza swali, je, ni kweli? Je, ni kweli nitapata hicho? Na hapa ndipo kheri wa Islam. Kheri nyingi tunazoambiwa bado tuna mashaka katika malipo yake. وعد الله الذين آمنوا منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale waliomwamini Mwenyezi Mungu miongoni mwenu atawafanya ni makhalifa katika ardhi kama alivyofanya makhalifa waliokuwa kabla yao, na atawamakinishia dini yake kama hao kabla, na atawajalia amani baada ya hofu walionayo. Sharti moja tu, yaabudunani, waniabudu mimi, wasinishirikishe na chochote. Kwamba Mwenyezi Mungu ametuahidi, na ahadi ya Mwenyezi Mungu haina shaka. Dhalika kitabu la raiba fihi, hakina shaka kitabu hicho. Bado tuna mashaka tu kwamba tukiswali swala ya duha tutalipwa, kwamba tukiswali witri tunashaka na malipo hayo. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Malizia sehemu ya pili ya hotuba yetu ambayo inazungumzia kufanya tathmini sisi wenyewe namna tunavyoishi katika Uislamu na namna Qur'ani ilivyofundisha na jinsi walivyoishi katika Uislamu hao waliokuwa kabla yetu. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu kama sisi, wakioa, wakifanya kazi zao, wakiolewa wanawake, wakizaa, wakulima, wafugaji, wanafanya shughuli zao za maisha, biashara za kusafiri za hapo ndani, sokoni. Lakini hawa Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu amewaridhia. Mwenyezi Mungu akizungumza kuhusu siku hiyo ya Kiyama anasema, bismillahir rahmanir rahim, ila waqatil waqi laysa liwaqatiha kadhiba khafidatu rafi'a idha rujatil ardu raj'a wa bishatil jibali basara fakana al-jibala wa kuntum azwajan thalatha. Siku ya Kiyama tutakuwa makundi matatu: ashabul maimana, kundi la kuliani; ashabul mashama, wa kushotoni; wasabiqun, wa daraja la kwanza. Kina nani wa daraja la kwanza? Thullat min al-awwalin, kundi kubwa ni wale wa mwanzo. Wa qalilun min al-akhirin, wachache watu wa zama za mwisho. Kwa nini wamekuwa wengi wao na kwa idadi yao na sisi wao ni wachache? Sisi ni wengi, lakini katika ile daraja la kwanza peponi wao ni wengi na sisi ambao ndio wengi tutakuwa wachache, kwa sababu ile ikhlasi yao, ule mwitikio wao, utayari wao kwenye dini. Hawakuwa wakiumba kwenye imani zao, hawakuwa wakitetereka kwenye swala lililosema na Mwenyezi Mungu au la Mtume. Haikutakiwa kwa waumini wanawake na wanaume kuwa na hiari katika jambo la dini, maadamu limesema la Mwenyezi Mungu liendee. Sisi wakati mwingine nafikiria hata swala ya Ijumaa kama hii, kuna watu mpaka muda wao hawajafika. Ni Islam na hana anafanya biashara na aya zinakataza biashara baada ya dhana zipo na tunasoma, tunasomewa. Lakini sisi wenyewe umuhimu wa salatu jamaa, swala 5 za siku nzima, unakuta swala moja tu ndio nipata kwa jamaa, swala nyingine zote zimechelewa. Utayari wetu kwenye dini bado ni mdogo mno. Linganisha na watu. Hasan al-Basri anasema miaka 40 adhani na adhiniwe huko msikitini, miaka 40, miaka 50 hajawahi kukosa takbira na imamu. Jiulize wewe na mimi, jana iliyoisha takbira ngapi umezipata na imamu? Au leo hii takbira ngapi umeshapata na imamu? Au kheri gani ambazo tumezifanya? Malizia kusema Imran bin Husayn radhiyallahu anhu jaleta visa hivi sababu hawa ndio kiigizo tutatakiwa tuangalie, ili na sisi tuchukue mifano kwao. Kun mithlahu, kuwa mfano wa wale. Wala atakun mithla fulani, usio kama fulani ambaye amekuwa mzembe. Kuwa kama wale. Thullat min al-awwalin, kundi kubwa ni wale. Sasa kama atakaoona kioje kujiangalia, angalia kule, sio hawa tuliomo sasa hivi. Imran bin Husayn mmoja akiwa na Mtume, Hamza akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
tunapokuwa na wewe wallahi imani zetu zinapanda kiwango kikubwa, kana kwamba tuliona pepo hii hapa na moto hapa. Hatutaki kuingia motoni tuitaka pepo, lakini tukitoka na maisha yetu tunasahau yote. Tunakamwambia sallallahu alaihi wasallam, hamda lau mngekuwa huko nje katika mihangaiko yenu kwa imani ile ile mnayokuwa hapa na mimi, la swafahatul malaika wanawapa mikono njiani mkiwa mmekaa na mnatembea. Imran ibn Husayn akakata shauri yeye na Mwenyezi Mungu katika ibada zote, na kweli aliishi maisha hayo. Marafiki zake ni malaika, anasalimiana nao, assalamu alaykum ya Imran ibn Husayn. Ni mtu kama mimi kama wewe, anakula na kunywa, lakini kafikia daraja hiyo baada ya kuwa tayari kuyapokea ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Udkhulu bismillah kafa, ingieni katika Uislamu jumla, ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu wake, ingieni kwenye Uislamu kamili. Ala tattabi'u khutuwati shaytan, wala msifuate nyayo za shaytan. Innahu lakum aduwwun, shaytan ndo rafiki yetu sisi. Sasa hivi maneno mengi ameeteka. Khutba hii tulizungumza ndani ya nusu saa, lakini tukitoka hapa kwenye milo yetu shaytan kuna hawa na mchezo fulani, hawa na simu, hawa na nini, muhimu hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalie katika ambao wanasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na kuyafanyia kazi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahdi qulubana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma wali umurana khiyarana ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.